ya mwaka 2025. Mkutana tena hapa katika historia mpya ambayo inakwenda kuandikwa na vijana wa timu ya Ushetu City, inakwenda kuandikwa na mashabiki wa timu ya Ushetu City, inakwenda kuandikwa na wadau wa timu ya Ushetu City, timu ambayo ilianza miaka mingi iliyopita kwa majina kadhaa imetumia, lakini leo hii inaitwa Ushetu City. Siku hii inaitwa Ushetu City Day, kwa maana ya kwamba siku maalum na adhimu ambayo vijana wa timu ya Ushetu City, mashabiki wa timu ya Ushetu City pamoja na wadau mbalimbali wa timu ya Ushetu City wanakutana pamoja katika bimba moja weza kufurahia pamoja. Yote kwa yote ni kwa nini yanafanyika? Ni kwa sababu ya kujenga timu iliyo bora ya Ushetu City. Nimekwambia tuko hapa kwa dhamini mkubwa kabisa. Tuna wadhamini wengi kweli kweli leo Ushetu, si mwingine Bi Hadija Mohamed Kabojela. Salamu zako zikufikie popote unapotufuatilia hivi sasa. Kumbuka tuko mubashara kupitia Zakayo TV. Muda sio mrefu kuanzia sasa burudani hii kuruka mubashara kupitia Zakayo TV. Mashabiki wanazidi kumiminika na kusogea katika huu, ikidhihirisha kuwa leo ni siku muhimu kwao kuisapoti, kuishangilia pamoja na kuitia moyo timu ya Ushetu City, kwani historia ni kubwa. Wakapaya wakawepa kina Misana hapa, wachezaji wengi nguli kweli kweli waliotokea katika ardhi hii kupeperusha, kutumia vipaji vyao kuweza kuitumikia timu ya Ushetu City, enzi hizo ikiitwa Sungura United ama Sungura FC, baadaye tena ikaitwa Ushetu United, lakini baadaye ikatokea timu ikaitwa Abajara Stars. By the way, haikukaa sana kwa sababu mbali ikatokea timu inaitwa Ushetu City, na leo tuko hapa kuadhimisha siku hii ya Ushetu City ambayo imekuwa ni siku adhimu na muhimu kwetu kama wana Ushetu kukutana na kuweza kupata burudani. Kumbuka leo kuna mchezo wa mpira wa miguu hapa utakaochezwa majira ya muda sio mrefu kuanzia sasa kati ya vijana wa Ushetu City FC dhidi ya vijana wa timu ya Blue Mission kutoka Kahama mjini. Vita ni vita, vita ni vita. Nasikia vita ni vita, muda ni leo ama hii jioni ndio itakuwa vita kabambe kweli kweli. Lakini kubwa zaidi tena tutakuwa na wasanii ambao wakati wa mapumziko watatupatia burudani. Ni wasanii wanatoka wapi, akina nani? Tulia hapo hapo, utapata vitu vingi vya kutosha vilivyo taradadi na vilivyotulia kabisa. Karasi na ubaki nasi mtanata tuweza yote yanayojiga hapa. Kumbuka kwenye mic anaita ZITV ama unapenda ukaniita the host from Lexington Tanzania, but the way kutoka hapa TZ ardhi ya Ushetu, ardhi ambika, ardhi hii ndio ilizalisha kipawa hiki kinachosikika kwenye microphone mpaka hivi sasa. Lakini kubwa zaidi kama ukipita kwenye mitandao ya kijamii, ukipita Facebook, ukipita Instagram, ukipita YouTube, ukipita TikTok, ukipita Threads, ukipita LinkedIn, ukipita X on Twitter, utakutana na jina limeandikwa Zakayo TV ama account imeandikwa Zakayo TV. Nembo yake ni inaonekana nyuma ya t-shirt yangu na mbele ya t-shirt yangu upande wa kushoto utaona alama hiyo ama logo hiyo. Jua hiyo TV ni ya kwako, jipige kifua na useme hii ni zao la nyumbani. Hili ni zao la nyumbani. Lakini kubwa zaidi, wengi wananiita siku hizi Zakayo TV, mtoto wa Azam TV. Kwa nini wananiita mtoto wa Azam TV? Juzi siku takriban 2 zilizopita kwenye kipindi cha mshike viwanjani, kwenye kipindi cha mshike viwanjani ilisoma comments ya Zakayo TZ. Kama ulikuwa unafuatilia ulisikia comment imesomwa ya Zakayo TZ kwenye 1 na 2 katika kipindi cha
cha Azam Sports, kipindi cha mshike viwanjani chini Comrade Kennedy Moses ambaye ni host bora sana na mwita mimi kwa uzazi huu ama kizazi hiki cha sasa, ndiye mtangazaji ambaye ana ni shawishi kweli. Kwa hiyo Kennedy Moses alipata wasaa kusoma ujumbe mfupi ambao ulitumwa na Zakayo TZ audio kutoka Ushetu Kahama, Tanzania. Lakini wakati huu ratiba yetu inatuelekeza vitu vikubwa sana ambavyo tunaweza kwenda kuvianza, ambapo ratiba kubwa ni mchezo wa kirafiki ambao utapigwa hapa, ambao utachezwa hapa kuanzia majira ya saa 11 kasoro. Tutapiga burudani hapa. Kwa hiyo wachezaji na viongozi, hakikisheni mnajiandaa chap ili mambo yaende vizuri kabisa. Ikumbukwe pale Loa kuna kambumbu pia, mambo yanatarada. Nitakujuza hapa nini kinachotokea pale Loa kati ya vijana wa timu ya Tunda FC ama FC Tunda dhidi ya Pamba Jiji kutokea pale jijini Mwanza, Roxy jijini Mwanza. Wakati DJ nipa biti moja singiri kali kabisa ili watu waende wapate burudani, chama haraka mambo yaende vizuri kabisa. Si wengine ni Amazon Music Sound. Si wengine ni Amazon Music Sound. Amazon Music Sound. The Amazon Music Sound ndio ambao wanatupa kipaumbele kikubwa sana. Lakini nitakuwa sijatenda haki kama sitasoma wadhamini ambao tunao hapa waliotuwezesha kufanya tukio hili mpaka sasa tunafikia hapa. Tuko na wadhamini wengi kweli tulionao, lakini wa kwanza kabisa ni Perfect Microfinance. Hawa wanatoa huduma za mikopo kwa wafanyabiashara wadogo. Kama utahitaji mkopo uweze kuendesha biashara yako kidogo, unakuwa unalipa taratibu. Utapangiwa wewe, chukua kadhaa utalipa kadhaa. Wapo pale katika mkabala kabisa na Ragos Guest House. Ukifika pale utawapata. Wa pili ni Mama G M-Pesa and Drinks Point. Mama G M-Pesa and Drinks Point kwa Kiswahili ni mtoa huduma za kifedha, miamala pamoja na masuala mbalimbali. Kama unataka kutuma pesa, kupokea, fika kwa Mama G pale. Yuko maeneo yanaitwa kwa jina maarufu sana. Ukifika pale karibu tuna Mayunga matelefoni, utafika pale kwenye nyumba ya Mwanamakuu Maduzeni, basi Mwanamakumbo, si ndio? Ukifika pale basi utakutana na Mama G M-Pesa and Drinks Point. Mwingine ni Mkiwa Decoration. Mkiwa Decoration wanahusika na nini? Mkiwa Decoration wanahusika na masuala mazima ya kufanya printing za t-shirt, kupaka rangi, lakini pia vitu mbalimbali ambavyo vinahusika na masuala ya designing ama ukasema ubunifu wa kimaandishi ama kimichoro. Mkiwa Decoration anapatikana hapa Mbika, almaarufu kama Tolu ama Stephen Singano. Singano. Sawa. Decoration. Mfano wetu mwingine tuliene hapa ni Amaja Pub. Amaja Pub mpo? Sana Amaja Pub. Hebu watu wa pub wana vibe. Wape kidogo, abonyeze kidogo Amaja Pub. Ni Amazon Music. Asante DJ. Tuko hapa pia kwa udhamini mkubwa kabisa wa Zakayo TV ambao wanatupatia wasaa mzuri wa kusimulia yote yanayojiri hapa, lakini sio kusimulia tu yote yanayojiri hapa, bali pia wanatupa wasaa mzuri wa kufuatiliwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Ikumbuke tangu asubuhi Zakayo TV wamekuwa wanatuma
hapa uwanjani. Maandalizi, hatua aliyofikia, kila kitu kilipofikia, vijana wa Zakayo TV walikuwa wakituma mubashara kabisa. Ukiingia Instagram, ukiingia YouTube, utakutana na video pamoja na picha za maandalizi ya tukio hili. Lakini pia mmiliki wa Zakayo TV ambaye ndiye anayeongea kwenye microphone sasa hivi, zamani walikuwa wanapenda kuniita Yowakula Alela. Hiyo jina nilikuwa nalipenda sana kwa sababu nilikuwa naogopa sana kulala na njaa. Kwa hiyo mdhamini mkubwa wa Zakayo TV pamoja nao pia wanaweza kutupa burudani. Tuko hapa kwa nguvu kubwa pia Amazon Sound. Hebu piga kwanza ile Amazon Sound. Amazon Music Sound. Amazon Music Sound. Namna hiyo imekaa kinyama sana. Amazon Music Sound safi sana. Lakini pia kubwa zaidi, tuko hapa kwa dhamini mkubwa wa mkurugenzi wa halmashauri yetu Bi Hadija Mohamed Kabujela. Bi Hadija Mohamed Kabujela ndiye tuko naye hapa. Unaona wanaopita pembeni kule wa uwanja ni wachezaji ya Ushetu City, wachezaji wa timu ya Ushetu City wakiwa wanakagua uwanja taratibu kujiandaa na mtanange ambao punde si punde. Mmoja akasema punde si punde likatokea kutokea. Sana. Punde si punde tunaweza kupata burudani. Naona mashabiki wapo wa kutosha kweli kweli. Nitataja namba ya simu ambayo utatuma ujumbe mfupi kwa ajili ya unaitakia timu gani ushindi, nini unajivunia kutoka timu hii ya Ushetu City. Lakini pia wewe kama mdau wa Ushetu City unashauri nini kifanyike kuboresha, kuimarisha, kujenga na kudumisha ubora wa timu hii ya Ushetu City. Yote kwa yote ni kuhakikisha tunajenga timu iliyo bora, imara na iliyo hodari. Pia unaruhusiwa kuingia kule Instagram ukacomment, ukaandika ujumbe unashauri nini kifanyike. Kule Zakayo TV ukaandika ujumbe unashauri nini kifanyike ili maboresho katika upande wa timu ya Ushetu City yawe bora kabisa. Watu kwa kama uko mbali, niambie kukukaribisha wewe ambaye ndio unasikia sauti hii, uweze kusogea taratibu katika dimba hili, uweze kupata vitu vingi vya kutosha kweli kweli. Kumbuka nitakupatia simulizi ya matangazo ya moja kwa moja ya dakika 90 za mtanange huu ili uweze kupata burudani iliyo taradadi. Kumbuke tuko hapa, lakini kuna watu wanatufuatilia wengi sana ambao wanatamani waweze kushare nasi jumbe nzuri kabisa. Wakati huo kwenye hivyo vitu vya hapo juu, naomba kuna vitu vipungue vikae pale. Tambe ongeza jukwaa, uchukua viti vingapi vikae pale vya wachezaji wa timu pinzani watakao kuja kukaa pale. Kama ni vitu 4 5 au Paulo saidia hapo, uchukue vitu 4 5 mweke pale pembeni karibu na ile speaker kwa ajili ya timu pinzani ambayo itakuja. Alafu pale ndipo atakaa wenyeji Ushetu City. Hivyo wewe ambaye unaendelea kunisikiliza, nikukaribisha sana katika uwanja wa Ushetu City Mbika Center hapa Kahama, Shinyanga, Tanzania, uweze kupata burudani safi ya soka, burudani safi murwa, burudani safi iliyojaa ambayo haina makando kando, burudani ikiwa safi bivu. Wakati wa mashabiki wakiwa wamekaa hapa, wape burudani moja kali kabisa ambayo itawasimamisha na kuwaburudisha.